Yes, ebana, wanajiita wananchi Dar es Salaam Young Africans, ukipenda waite mabingwa mara 5 mfululizo wa soka la Tanzania, ligi kuu ya NBC, wakiwa wametawala vilivyo, na kwa hivi sasa walikuwa na ndoto ya kutaka kumiliki MVP wa ligi ya Rwanda, na si mwingine ni Jean Claude Mugisha, nyota ambaye imekuwa ni kama ndoto kwa Young Africans siku moja kuona akivaa uzi wa jezi za Young Africans kijani ama njano. Kumbuka ni miongoni mwa top talent, mawinga hatari zaidi ambao wanacheza ligi kwa soka la ukanda wa Afrika, hasa East Africa. Sasa mabingwa wa nchi Young Africans wanajiandaa kutikisa soko la usajili barani Afrika. Dola zaidi ya bilioni 1.5 zikiwa ni zaidi ya dola laki 6 za Kitanzania kwa wao kutaka kuwasilisha ofa hiyo kwa mchezaji, lakini kumng'oa pale alipo Al Hilal Omdurman unahitaji kuwa na zaidi ya bilioni 7.5 kwa pesa za Kitanzania. Tunakwenda kuchambua kwa kina usajili huu wa kiufundi na kuangalia takwimu zake za msimu mmoja uliopita zilizomfanya kuwa lulu kubwa inayowaniwa na miamba ya soka, sio Dar es Salaam Young Africans peke yake. Je, kama bado huja subscribe, kumbuka kusubscribe, like, share, comment ili uwe kwanza kupata habari zote za kimichezo katika nyakati hizi za dirisha kubwa la usajili. Jean Claude Mugisha ni winga wa kushoto na mshambuliaji mwenye umri wa miaka 21 pekee. Ni kijana mno raia wa Burundi aliyeonyesha cheche zake kubwa baada ya kujiunga na Al Hilal chini ya kocha Florent Ibenge akitokea Magara Young Boys ya kwa Burundi. Kutokana na uwezo wa mchezaji, uwezo wake, thamani yake sokoni kulingana na transfer market imepanda zaidi. Taarifa za ndani kabisa, Young Africans wapo tayari kuweka dola laki 6 za Kitanzania, dola laki 6 za Kimarekani, sawa na pesa za Kitanzania zaidi ya bilioni 1.5 na machenchi yake, ili kuvunja mkataba wake uliotakiwa kutamatika mwaka 2029 kwenye kikosi cha Al Hilal Omdurman. Hiyo si usajili wa kubamba au kubahatisha, huu ni usajili wa kimkakati zaidi. Takwimu zake za msimu mmoja wa CAF Champions League 2025-2026 ziko hivi. Jean Claude Mugisha, mechi alizocheza, amecheza mechi 10, amefunga mabao mawili, ametoa assist 2, kadi za njano hakuna wala kadi nyekundu. Ana nidhamu kubwa kiwanjani. Hii ndiyo maana tafsiri yake. Lakini pia namba hizi zina maana gani kuwa kiufundi? Mugisha sio tu mfungaji, bali ni mchezaji wa mechi kubwa, big match player. Alifunga bao dhidi ya miamba ya soka la Afrika, Mamelodi Sundowns, lakini pia aliwahi kuitungua TP Engleba Mazembe. Huyu ni mchezaji ambaye anajua jinsi ya kufungua safu ya ulinzi na zile safu ngumu za ulinzi, hasa kwenye timu kubwa za kaskazini na kusini mwa Afrika. Hapa tunazungumza kule Uarabuni, amewafunga pia timu nyingi kutoka Uarabuni, amekutana na Kanale Al Ahly kule Morocco. Imekuwa ni jambo la kawaida kwake Jean Claude Mugisha kama unavyomtazama hapo, na ndiye MVP. Lakini tunaweza tukatazama kana kwamba kielimu na kiufundi Mugisha anasifika kuwa na vitu vitatu vikubwa: kasi, uwezo wake wa kupiga chenga, dribbling, lakini pia versatility. Maana yake ana uwezo wa kucheza nafasi zaidi ya moja kiwanjani. Kufika mapema mwaka huu, takwimu za CAF zilimtaja kama mchezaji wa pili kwa kupiga chenga nyingi zaidi zilizofanikiwa kwenye michuano hiyo. Kama mchezaji wa pili kupiga chenga nyingi zaidi ambazo zimefanikiwa kwenye mashindano ya CAF. Kumbuka, kwenye mfumo wa Young Africans chini ya benchi la ufundi, Mugisha anaweza kucheza kama winga wa kushoto, inverted winger, lakini pia akileta ushindani wa moja kwa moja, uwezo wake wa kukata kulingana na uwezo wake wa kuweza kudribble mpira, kupiga chenga na akapita nje au ndani akafikia lengo la kutaka
kuhakikisha kana kwamba shambulizi lake linafika ambapo panatakiwa. Mwelekeo mpya na mashambulizi tofauti na tulivyozoea kuona timu ikitegemea viungo wakati peke yake ili kuweza kupata balance nzuri kwenye kuattack. Lakini pia tunasema kana kwamba licha ya kwamba uongozi wa Young Africans kupitia kwa msemaji wao umekuwa makini kutokuachia mapema kwa hizo tetesi hizi, ukweli ni kwamba bado ofa zipo mezani na Al Hilal wanajua mtambo huu wa mabao unahitajika na ni rulu kubwa kwenye soka la usajili katika kipindi hiki. Vilabu mbalimbali vinahitaji huduma yake. Changamoto kubwa Young Africans ni mpunga walionao na mpunga ambao unahitajika pale Al Hilal Omdurman ili kuweza kumwachia Jean-Claude Girumugisha MVP ambaye ameibuka kama mchezaji bora kwa msimu wa 2025-2026 wakati ambao Al Hilal wanacheza kama wageni waalikwa kwenye ligi kuu ya Rwanda. Vipi tuwaleta kina Jean-Claude Girumugisha ndani ya ardhi ya Tanzania? Najua ni ndoto siku moja kuona anakuja kucheza soka ndani ya Tanzania. It's either aende Simba, aende akacheze Yanga, akacheze Azam, lakini wanayo safari kubwa kwa sababu kumchukua Jean-Claude Girumugisha haiwezi kuwa jambo jepesi. Lakini popote ambapo timu yenye malengo, timu ambayo inahitaji kutengeneza kikosi bora, ni jambo la kawaida mno kusajili wachezaji kwa gharama kubwa, kwa sababu siku zote anahitaji ubingwa wa Afrika, anahitaji ubingwa wa mashindano makubwa, lazima awe na top quality players, ndio anaweza akafanikiwa katika hilo. Maana mpango wa Young Africans sio kushinda peke yake ubingwa wa NBC, sio kushinda peke yake sio ubingwa wa CRDB, sio kushinda peke yake kwenye mashindano ya Mapinduzi, ngao ya jamii, wala kwenye mashindano yoyote ya muungano, bali wanahitaji kuhakikisha na kwamba jina lao linakwenda kuandikwa kwenye vitabu vya kihistoria na kumbukumbu ndani ya ofisi za CAF, wakiwa kama wao ni mabingwa wa CAF Champions League. Unahitaji kufika hapo, lazima siku moja uwe na wachezaji ambao watatimiza ndoto hiyo, kwa sababu kila ndoto inahitaji mtu wa kuipalilia ili aweze kufikia, na ndoto zingine zinahitaji juhudi, maarifa, uweledi, ubora na quality kuweza kutimiza ndoto.